Na wasalimu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hakuubwa, ambaye hagawanyiki, ni Roho wa kwanza mtakatifu kuwepo, na uwepo wake ndio uliosababisha yote mazuri kuwepo. Natangaza mazuri na kemea mabaya kwa jina la Yesu Kristo. Mimi ni nuru, ni mfalme wa nuru katika matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na leo kama ilivyo kawaida, tuko hapa katika hii kanisa yetu ya online, tukitaka kugawana na wewe neno la Bwana, tujifunze mengi kuhusu Biblia. Na leo mafunzo yetu ya Biblia tunaongea kuhusu jehanamu. Naitwa mchungaji David Joya, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na tutaulizana jehanamu ni nini? Jehanamu ni dhana ya kidini inayoelezewa kama mahali pa adhabu ya milele, mateso au utegano na Mungu baada ya kifo kwa wale waliotenda dhambi au kukataa wema. Kwa hivyo kulingana na Kiswahili sanifu, jehanamu ni mahali ya mateso. Jehanamu ni mahali yenye wale wametegana na Mungu watapelekwa baada ya kifo, na hao ni wale waliotenda dhambi na kukataa wema. Sasa tuangalie jehanamu ni nini kulingana na Biblia. Kulingana na Biblia, jehanamu ni mahali au hali ya mwisho ya uharibifu kwa waovu, Ibilisi na malaika zake, ikielezewa kama ziwa la moto ambapo watateketezwa kabisa. Kwa hivyo kulingana na Biblia, jehanamu ni hali ya mwisho ya uharibifu kwa waovu. Hapa tumeona kulingana na Biblia kuna aina tatu ya viumbe, niseme viumbe wenye watawekwa kwenye hiyo jehanamu yenye ni ziwa la moto kulingana na Biblia, na watateketezwa kabisa. Wa kwanza, kikundi cha kwanza cha wale watapelekwa jehanamu ni waovu. Kikundi cha pili ni Ibilisi mwenyewe, baba ya uovu, na kikundi cha tatu ni malaika wa Ibilisi. Kwa hivyo ndio ufike jehanamu na uwe mmoja wa kuwekwa katika hiyo ziwa la moto, lazima wewe uwe ni mmoja wa hao watatu: muovu, Ibilisi au malaika wa Ibilisi. Hebu jiulize, wewe ni nani kati ya hao watatu? Kama wewe ni muovu, ujue wewe ni mmoja wa wale wametengenezewa hiyo jehanamu yenye ni ziwa la moto. Na tuangalie katika Biblia, sababu ni mafunzo ya Biblia, katika Mathayo 25:41, naye inasema hivi: kisha atawaambia wale walio kushoto kwake, ondokeni kwangu ninyi mliolaaniwa, nendeni katika moto wa milele alioandaliwa Shetani na malaika zake. Kwa hivyo tunaona kulingana na Mungu hakutayarisha jehanamu sababu ya wanadamu, bali wanadamu ndio watajipeleka jehanamu kwa kupenda kwao. Jehanamu kiasilia ilitengenezewa Ibilisi na malaika zake, lakini wale wanaomfuata yeye na matendo yake bado wataunganizwa na yeye katika huo moto wa milele. Hiyo ni Mathayo 25:41. Atikisa atawaambia wale walio kushoto kwake, ondokeni kwangu nyinyi mliolaaniwa, nendeni katika moto wa milele alioandaliwa Shetani na malaika zake. Kwa hivyo jiulize kama utakuwa katika mkono wa kushoto wa Yesu ama utakuwa katika mkono wa kulia. Wenye watakuwa mkono wa kushoto ni wale waovu
wenye tunaona ni kikundi cha kwanza cha kwenda katika huo moto wa milele wakiwa na baba yao Shetani. Je, jehanamu ni kitu cha kweli? Watu wengi husema hiyo ni mambo ya dini ya kudanganya watu ndio waogope kufanya maovu, lakini tunataka tujue kama kweli jehanamu ni ya kweli ama ni watu hudanganywa ati kuna jehanamu ndio waogope maovu na dhambi. Biblia kwa wazi na ukamilifu yafunza kwamba jehanamu ni mahali halisi wenye dhambi na wasioamini wametumwa baada ya kifo. Wote tumetenda dhambi kinyume na Mungu, kulingana na Warumi 3:33 inasema hivi: kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sababu dunia yote ilitenda dhambi kabla ya Yesu kuja. Ndiyo maana hii mstari imeandikwa hivyo, wote wametenda dhambi. Nayo hukumu ya haki kwa hiyo dhambi ni kifo. Mungu akaambia Adamu, ukikula lile tunda nimekuambia usikule au uliguze utakufa. Naye alipokataana na maneno ya Mungu akalikula lile tunda, kweli alikufa. Sababu hukumu ya haki kwa dhambi. Unasikia haki, Mungu ni mwenye haki na hutenda mambo yote kwa haki, na mtu akitenda dhambi, haki ile Mungu anatendaga kwa wale wamefanya dhambi ni kuwahukumu kifo, na hawezi kosa kufuata haki, sababu mtu ametenda dhambi anafaa kuhukumiwa kifo kulingana na neno la Mungu. Naye Warumi 6:23 inasema hivi: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Kwa hivyo tunaendelea kuona mshahara wa dhambi, na Mungu kama mwenye haki na mkamilifu na mtakatifu hawezi kosa kutendea watu haki kulingana na kile wanachofaa kuwa nacho. Wenye dhambi wanafaa kulipwa mshahara, na hawezi achiliwa hivyo watende dhambi na Mungu hulipana kwa kazi yote na Mungu akose kuwalipa. Nayo mshahara wa dhambi kulingana na Biblia ni mauti, na sababu utalipwa ukiwa umekufa tayari katika hii mwili tulio nayo. Sababu huu mwili, kila mtu mwenye damu yoyote hukufa katika hii mwili, bali nayo roho inabaki yenye huishi milele. Na sasa ni roho inahukumiwa sababu ya kutenda dhambi, na inatakikana ikufe. Itakufa namna gani na roho haikufangi? Ndipo Mungu akaona ni vyema atengeneze huo moto. Hiyo ni kifo, lakini ni kifo ya milele, sababu roho haikufi. Shetani ni roho na Shetani hakufi. Malaika wa Shetani ni roho na malaika wa Shetani hawakufi. Naye mwanadamu akitoka katika hii mwili, yeye hubaki akiwa roho, na hiyo roho haikufi. Na sababu unatakikana ukufe, na sababu mshahara wa dhambi ni mauti, hii mauti itakukuta namna gani na roho haikufagi? Ndipo Mungu akaona ni vyema atengeneze huo moto wa milele wenye utakuwa ni kifo chenye kinaendelea mpaka milele. Wewe utakuwa ukikufa kila wakati na kila dakika, lakini sababu roho haikufi, ndio maana utaendelea mpaka milele ukiwa ndani ya kifo, na hicho kifo kitakuwa ni huo moto wenye hauzimiki. Sasa ni wewe ujiulize, unataka kubaki wapi baada ya kukufa katika hii kifo? Ndio Mungu akulipe mshahara wako kulingana na kazi yako, ama ni katika wale hawataenda katika hiyo kifo yenye ni jehanamu na moto wa milele? Tusome Danieli 12:2 inasema hivi: wengi ambao wamelala kwenye mavumbi wataamuka, baadhi yao kwa uzima wa milele, wengine kwa aibu na kudharauliwa milele. Kwa hivyo hapo tunaona bado kuna utengano katika Danieli 12:2. Tunaona watu wote wataamuka wakati hiyo siku ya Bwana itakapofika,
Na hapa tumeona watu wametenganizwa kwa vikundi viwili, baadhi yao kwa uzima wa milele, wengine kwa aibu na kudharauliwa milele. Unasikia yote inakuja milele. Ndipo mimi nawaambiaga watu hakuna mtu hata hizi milele. Kila mtu hata hizi milele, lakini kutalingana umilele wako utakuwa wapi. Tunaona kuna wale wataizi katika uzima wa milele, na kuna wale wataizi wakidharauliwa, nao wataizi katika kifo cha milele. Hebu fikiria kifo cha milele. Unaendelea kukufa tu, lakini hukufi. Hiyo ndio moto wa jehanamu. Mathayo 3:12 nayo inatuambia hivi, pepeto lake liko mkononi mwake, naye atasafisha sakafu yake ya kupuria na kuikusanya ngano ghalani na kuyateketeza makapi kwa moto usiozimika. Hata hapa tumeona tena kumekuwa na vikundi viwili, ijapokuwa hapa kumetumiwa mfano wa ngano, ijapokuwa sio ngano inaongelewa, bado ni wanadamu. Unasikia kuna ngano yenye itawekwa ghalani na makapi ya ngano yenye itawekwa kwenye moto usiozimika. Kwa hivyo wewe jiulize kama wewe ni ngano yenye itakuwa na faida na yenye itakuwa imewekwa ghalani ikiwa imetunzwa vizuri, ama wewe ni makapi yenye itatupwa kwenye moto usiozimika. Hiyo bado ni jehanamu inaongelewa hapa katika Biblia. Ndio maana tukaulizana, kweli jehanamu ni ya kweli? Luka 16:23 mpaka 24 nayo inasema hivi, basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudize ulimi wangu, kwa sababu ninateseka katika moto huu. Huyo naye watu wengi wanajua kuhusu tajiri na Lazaro. Tajiri vile alikuwa anaishi maisha mazuri, huo ni mfano Yesu Kristo alipeana wakati alikuwa huku duniani. Naye Lazaro alikuwa anakula mabaki kwenye meza ya tajiri. Lakini Lazaro alikuwa mtu mzuri na mcha Mungu, lakini tajiri alikuwa anaona tu utajiri wake na mali yake, na akasahau kuna Mungu. Alipokufa, Biblia inasemaga Lazaro alienda kwenye kifua cha Ibrahimu, mahali alikaa mzuri. Naye tajiri unasikia akisema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudize ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Hapo bado tunaona jehanamu inatajwa kuwa mahali halisi, mahali chenye watu huenda, mahali kuna moto na mahali penye watu huteseka. Tuangalie Marko 9:44 nayo inasema hivi, huko funza hawavi wala moto hauzimiki. Bado tumeona Biblia imedhibitisha na tumeona ya kweli jehanamu ni mahali halisi, sio watu hudanganywa ati ndio waogope dhambi. Tusome tena Ufunuo 19:20 nayo inasema hivi, lakini mnyama na nabii wa uongo walikamatwa. Nabii wa uongo ndiye aliyefanya miujiza kwa ajili ya mnyama. Alitumia miujiza hii kuwahadaa wale waliokuwa na alama ya mnyama na walioabudu sanamu yake. Nabii wa uongo na mnyama walitupwa kwenye ziwa la moto linaowaka kwa baruti. Kwa hivyo tumeona na tukajua jehanamu ni mahali pa kweli, ni mahali halisi, ni mahali pametegewa waovu, Ibilisi na malaika wake, na tumeona ni mahali kuna moto wenye hauzimiki, mahali watu watateseka na ni wale waovu watateseka milele. Sasa ni wewe saa hii uko katika hii mwili, kabla hujatoka katika hii mwili, uamue wewe unataka hiyo jehanamu iwe ya Ibilisi peke yake na malaika zake, ama na wewe unataka kuungana na wao uwakalize wakiteseka kwa uamuzi wako. Ni wewe utaamua.
sababu tulipewa njia moja na rahisi, ile yenye itafanya tusiingie katika huo moto, nayo ni kumuamini Yesu Kristo na kuamini na kusema ni Bwana, na uamini alikufa sababu ya dhambi zako, na ukiamini na utoe ushuhuda kwa kinywa chako ati Yesu ni Bwana, kweli utakuwa umeokolewa na hicho kifo cha pili ama huo moto wa milele. Mimi niliamua mimi sio ibilisi, mimi si malaika wa ibilisi, kwa hivyo mimi huko sitakanyanga, sababu nililipiwa deni na nikakubali deni yangu imelipwa na Yesu Kristo msalabani. Lakini wewe labda umelipiwa deni, lakini unataka bado kubaki kwenye deni. Ukikaa kwenye deni ya dhambi, jua mahali penye unangojewa ni hapo kwenye moto wa milele. Mimi sitaingia huko na sitaingia huko kamwe, juu nilikataa wakati nilipokubali kuitanishwa na Yesu. Ubarikiwe na Mungu, akutendee mema, akuinue. Naitwa mchungaji David Joya. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kanisa bado inaendelea, kanisa ni mzuri. Injili tunaihubiri na inafikia wengi kwa uwezo wa Mungu wetu. Asanteni.